kuna huyu kijana wa jeshi ameuliwa. Ni sio mwanajeshi wa jeshi la wananchi, lakini alikuwa ndo anaelekea kuajiliwa. Alikuwa kashamaliza mafunzo yake ya JKT. Kama ambavyo tunafahamu, lazima uhitimu mafunzo ya JKT, halafu baada hapo ndo unaajiliwa ili kuwa mwanajeshi rasmi. Sasa alikuwa kashamaliza hayo mafunzo, kwa kashahitimu kabisa. Kwa alikuwa anasubiri ajira. Alikuwa anafanya kazi na ile pale JKT Mbweni. Kwa hiyo ni kijana wa Mbweni, anasambaa sana tangu majuzi. Tukaona Sauti Huru tufuatilie imekuwaje, nini kimetokea, kwa sababu maneno anasemwa ni mengi sana kuhusiana na kifo chake. Na ameuliwa kwa sumu ya kupuliziwa kwenye gari. Mwili wake hujakutwa na majeraha yoyote, lakini ameuliwa kwa sumu. Sasa taarifa ambazo tumezipata kupitia wasili wetu na wadau mbalimbali kule Tanzania, wametueleza ya kwamba Ima alikuwa anafanya kazi na baadhi, alikuwa anatumwa sana, like anapewa orders, na alikuwa anafanya kazi na upande wa jeshi la polisi, lakini pia alikuwa anafanya kazi na wanajeshi wenyewe. Lakini kazi yake rasmi ambayo ilikuwa inatambulika, mara nyingi alikuwa analinda pale JKT Mbweni. Alikuwa wanapeana shift za ulinzi. Kama uko unaenda Mbweni pale, ulikuwa unakutana naye sana. Sasa ameuliwa kwa sumu, na ni sumu kali ambayo kapewa, alipuliziwa kwenye gari, basi ikapelekea kifo chake, ameuliwa. Kwa hiyo bado swala lake lipo kwenye uchunguzi na bado watu wanafuatilia kujua nini kimetokea na nini. Lakini kama ambavyo tunafahamu, nchi yetu sasa hivi huyu ni mwanajeshi wa 3 anauliwa ndani ya tokea Januari mpaka sasa hivi. Unaelewa, huyu ni wa 3 sasa hivi anauliwa. Sio mwanajeshi, ila ni askari ambaye alikuwa anaelekea kuajiliwa na jeshi la wananchi. Kwa hiyo tunasema kwamba huyu ni mtu ambaye wa 3 anahusishwa kuuliwa, na waliomuua pia hawajulikani vile vile kama ilivyo kawaida. Sasa iko hivi, Ima alikuwa anafanya kazi na mtu mmoja anaitwa Askari Jose. Jose yuko Central pale, sawa? Lakini pia afande Jose yuko pia na Kawe kwenye idara ya upelelezi, kituo cha Kawe cha polisi cha Kawe. Mara ya mwisho walikuwa wanafuatilia swala moja hivi ambalo lilikuwa very sensitive. Kwa hiyo kuna vijana ambao baada ya ile swala lao, kwenye miongoni mwa watu ambao walipewaga zile kesi za uhaini wa Dar es Salaam, kwa inaonekana mmoja ya watu ambao walifanikiwa kutoka, lakini ni kama revenge. Kwa hiyo Ima alitoka, alienda club, inasemekana alikuwa ile club ya Juliana, nafikiri tunaifahamu. Kwa hiyo kwenda pale, hiyo ilikuwa ni siku moja kabla ya kifo chake. Basi mwisho wa siku kicho kuja kutokea, au watu walimchukua wakaondoka naye. Ni vijana ambao walilipiza kisasi. Naona wakalipiza kisasi, kwa wakaamua kumuua kwa njia hiyo. Hawakutaka kumpiga wala kufanya chochote, lakini mwili wake unaonyesha ameuliwa kwa njia ya sumu. Hiyo ndo ambacho. Kwa hiyo nafikiri taarifa nyingine zitaendelea kutoka, lakini huyu mwanajeshi ni askari wa 3 anauliwa kutokea Januari mpaka sasa hivi tunavyoongea. Kwa hiyo tunazidi kuona taharuki inazidi kuwa kubwa. Kijana mdogo sana actually. Tunasikitika, lakini pia kama alikuwa anahusika na kufanya vitu vibaya, sisi kama Sauti Huru tunafurahia. Sawa? Kama TFF alivyosema kiongozi wetu kwamba watu wote ambao wamehusika kwenye kufanya vitu vibaya kwa wananchi, hatuwezi kusikitika vifo vyao. Ila kama ulikuwa unahusika kwa njia moja au nyingine katika kufanya wananchi wakose amani, wakose yani sisi tunafurahia. Si unaelewa, tunafurahia. Kwa hiyo so far to say more about jamaa huyo Ima tayari kashazikwa. Tunazidi kutoa usisitizo kwamba nyinyi maaskari
wanajeshi, fanyeni kazi zenu, na kama mlihusika kwenye moja au mbili, TFF na vijana wote hawatasita kulipiza kisasi. Na haya ndo malipo, kwa sababu Wima alikuwa anatumwa kwenye vitu vingine ambavyo unajua tusiwe ujue pesa bana isitufanye tukafanya kila kitu. Pesa zipo tu na pesa zitaisha mwisho wa siku, yani tusifanye hivyo. Kwa hiyo kuhusu Ima, hicho ndo ambacho kimemkuta, na ndo mtu ambaye actually kwa sasa hivi kwa siku kadhaa hizi amekuwa akitrendi sana, naelewa. Kwa hicho ndo ambacho kimetokea kusana kifo chake. Poleni sana kwa familia na ndugu na jamaa mbalimbali, lakini kifo chake, ameuliwa kwa njia ya sumu, amepuliziwa sumu kwenye gari kama hivyo tunaona hapo.